Haya sasa imepokonywa, inapigwa shuti! Bonge moja la kamba. Bonge la moja la kamba, wanamuita Rika. Bonge moja ya mua ametandika hapa Evans Evodius. Yes. Ilipatikana nafasi, hakutaka kuichezea. Hii ndo faida ya kuwa na matumizi sahihi ya nafasi na muda. Na kile ambacho tumekuwa tunakizungumza toka jana, ukipata nafasi ya kuattempt, fanya attempt ambayo ina usahihi zaidi. Mara nyingi magoli mengi yamefungwa kwenye mazingira hayo. Huwezi kupata nafasi ya kuja kucheza ndani ya 18 kwa sababu kiwanja chenyewe hakiruhusu mazingira hayo. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kupiga nje ya 18, attempt. Matokeo yake ndio watu wanapata faida. Rika anaipeleka timu ya Fine Group. Alifunga Ronaldinho Gaucho kama unakumbuka mechi dhidi ya Uingereza. Yes. Kwenye upande huu wa mguu wa kushoto alipiga na mguu wa kulia na akafunga. Inaingizwa cross, wanapata chuma ya kwanza nao. Hao ni Pattern Football Club. Pattern anapata bao na sio mwingine ni Mohamed Nurdin baada ya cross nzuri zaidi kutoka upande wa kulia. Ni moja Evans. Mwanzo nilikuuliza vipi kuhusiana na mechi za leo. Je, tutaweza kupata idadi sawa na ya magoli ya jana? Na ukaniambia huoni ikiwezekana. What a pass. Wow. Inaingizwa cross. What a block. Chuma ya pili wanaipata timu ya Fine Group. Wanamuita Ridwan Liz Evans. Striker wa mpira anafanya kazi ya mpira. Na Richie, nimetoka kukwambia kwa namna Faeno wanavyocheza, bado mimi prediction zangu zitaendelea kusalia kwao kwa sababu wanatengeneza mazingira rahisi ya kufika golini kwa Pattern. Pattern wamekubali kucheza kwao. Hata wakipata mpira, namna ambavyo wana progress kutoka eneo lao kwenda eneo la mpinzani kidogo imekuwa ni changamoto. Na yote ni kutokana na usahihi wa kupasia. Unajua kwenye mazingira ambayo ukiwa kwenye pressure kubwa kama huwezi kupasia kwa usahihi, kuondoka kwenye eneo lako inakuwa ni changamoto. Mpira unapoteza kwenye maeneo hatarishi. Mwisho wa siku Faeno wanafaidika na matumizi sahihi ya pasi zao, na mtu aliyemwacha kwenye eneo la mwisho Riza amekuwa na faida kubwa sana. Inatandikwa nyingine, chuma ya tatu. What a game. Chuma ya tatu. Wakati Evans Evodius anazungumza hapa jinsi ambavyo anawapa nafasi timu ya Fine Group, Adolfo Amisa anapiga kama aliyopiga juzi, kama sio jana, ni Fermin Lopez juzi kwenye La Liga. Yeah. Bonge moja ya chuma ya kushoto ile. Fine Group wanaongoza goli 3-1 kipindi hiki cha kwanza. Bora jaribu kupiga jaribio gani ile wa Rashidi Isa. Haya, kwa mara nyingine tena Brian Kapili inapigwa nyingine, chuma ya 4. Leo ndio leo, kama mchezo wa video, usikubali ukapitwa na hili toleo. Wanapata chuma ya 4 timu ya Pattern, timu ya Fine Group. Brian Kapili. Evans, mechi hii leo kuna idadi kadhaa mabao pengine tunaweza tukaishuhudia. Inawezekana. Pattern ameamua kuchati, kocha akakimbia. Hii ni dhahama na timu ipo kochable kabisa. Hii timu haikochikiki. Tunasema timu imegoma kukochikika. Hichi ambacho kinaendelea hapa, hii inaweza ikawa ni dhahama kwa siku ya leo kwa timu ya Pattern. Hichi ambacho kinatokea kwenye eneo la midfield na Nguka, kinachotokea kwenye eneo la midfield ya yuko Adolf. Huyu mchezaji amevaa jezi nambari 14 hapa. Huyu ni Rika yani ambaye amefunga goli la kwanza, lakini pia kuna mchezaji kama Ikram Said ambaye amevaa jezi namba 6. Yes, na mshambuliaji wao Riz. Yani Yes. Ambacho wanakifanya, ukiangalia Nguka anaonekana anacheza upande wa kushoto. Lakini timu ikipata mpira unamuona Shimoni anakuja anapasia, anafanya shughuli zingine kiwanjani, mambo katika eneo la ulinzi. Zinapigwa control. Adolf anapiga kule, lakini anacheza na chuma ya 5. What a skill set, what a player, what a movement, what a goal. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kusema kwa kusifia kile ambacho kimefanyika na Evans Evodius.
unaweza kazungumza kidogo juu alichokifanya mchezaji jezi namba 16 Adolf Hamis? Richie, nimetoka kukwambia hawa watu watatu kwenye eneo la kiungo cha Faen ni tatizo kwa Patton. Namna ambavyo wanapasiana, angalia ile skills ambayo imefanyika pale na Adolf, kapiga pasi imemrudia, kafanya maamuzi, katisha kama anapiga kupiga, amejisetia, goalkeeper katoka kwenye eneo lake, kapasia kambani, na pia alikuwa na option ya kupasia tena kwa mtu mwingine kufunga goli rahisi zaidi, lakini bado imekuwa ni faida kwao. Sasa hivi tunavyozungumza tayari Patton umeokota mkono. Huenda ikawa ndo timu ambayo itakuwa imefungwa goli nyingi kwenye mechi moja. Kama hali itakuwa ni hivi, kuna zaidi ya goli 5 hapa. Haya, wao watafanya nini? Hamis Nanguka, moja kati ya nguzo muhimu sana za kiulinzi katika kikosi hiki cha Faen Group. Bado nayo Josephat sasa anaingia vizuri, timu ya inaingizwa cross ile chuma ya 6. Hii ni Dhahama Rich, mshambuliaji kama mshambuliaji. Yes, teka wa mpira Rizwan Rizi. Yes, anafanya kazi yake. Positioning awareness yake ni kubwa sana. Ukiangalia toka kipindi cha kwanza mpaka sasa hivi ameendelea kuipa faida Faen. Faen Group anaongoza goli 6-1 kama ulikuwa ufahamu, na mwamuzi anasema kwa leo inatosha. Tupo mwaka wa mbele, imewashika.